Karibu kwenye The Amazing History. Hapa tunakupa historia, elimu pamoja na burudani. Tunakupeleka popote duniani na kukukumbusha mambo mengi ya zamani. The Amazing History, elimu, historia na burudani. Usikose kufuatilia mfululizo wa vipindi hivi. Ni hapa hapa kila siku kupitia TVE Tanzania. Na mtazamaji, karibu katika makala fupi ya mambo ya kushangaza kuhusiana na msikiti mkuu uliopo hapa nchini Ujerumani. Msikiti huu ndio msikiti mkubwa kuliko yote hapa barani Ulaya, japokuwa inasemwa kuwa ni miongoni mwa misikiti minne ambayo ni mikubwa. Msikiti huu una maajabu, na maajabu hayo basi nitakusimulia ndani ya simulizi hii fupi. Karibu sana, ninaitwa Hamisi Kitenge na hii ni TVE Tanzania. Endelea kufuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho na kuletea mambo usiyoyafahamu kutoka nchi mbalimbali, na hapa ni nchini Ujerumani. Karibu sana. Msikiti mkuu wa Cologne sio jengo tu la ibada, bali ni sehemu yenye historia ya kushangaza inayojumuisha mvutano wa kisiasa, ubunifu wa ajabu wa usanifu na matukio yasiyo ya kawaida. Hapa kuna baadhi ya mambo ya kushangaza kuhusu msikiti huu mkubwa kuliko yote barani Ulaya uliopo hapa mjini Cologne nchini Ujerumani. Msikiti mkuu wa Cologne ni msikiti ulioshinda upinzani mkali. Msikiti huu ulikumbwa na upinzani mkubwa kutoka kwa wanasiasa wa mrengo mkali wa kulia nchini Ujerumani. Kulikuwa na maandamano makubwa na hata baadhi walitaka kuzuia ujenzi wake, wakihofia kuwa ungetumiwa kama ishara ya Uislamu kushika hatamu katika nchi ya Ujerumani. Cha kushangaza ni kwamba licha ya upinzani wao, msikiti ulifanikiwa kujengwa na sasa ni moja ya majengo yanayoheshimika sana mjini Cologne. Jambo lingine la kushangaza kuhusu msikiti huu wa Cologne ni ubunifu wake ulioleta mjadala mkali. Msikiti huu ulisanifiwa na mbunifu maarufu Paul Bohm, ambaye ni mtaalamu wa kujenga makanisa. Ni jambo la kushangaza kuwa mtu aliyebobea katika kusanifu makanisa ya Kikristo ndiyo aliyebuni moja ya msikiti mkubwa zaidi barani Ulaya. Jengo hili lina domu kubwa na minara miwili mirefu inayofanana miundo ya kisasa ya Ulaya, jambo lililoufanya kuwa ni msikiti wa kipekee duniani. Jambo lingine la ajabu kuhusiana na msikiti huu mkubwa barani hapa Ulaya, mnamo mwaka 2018, msikiti huu ulipangwa kufunguliwa kwa sherehe kubwa, lakini kulikuwa na mvutano kati ya viongozi wa serikali ya Ujerumani. Mwisho wa siku msikiti ulifunguliwa kwa siri bila sherehe kubwa, jambo lililowashangaza watu wengi. Mbali na hivyo, bado maajabu ya msikiti huu hayajaisha. Mbali na maajabu hayo, ni minara yake mirefu iliyozua hofu. Ilileta mjadala mkubwa kwa sababu baadhi ya watu waliona ni mirefu sana na inaweza kuwa alama ya Uislamu katika jiji la Cologne. Lakini cha kushangaza ni kwamba minara hiyo ni mifupi kuliko minara ya makanisa mengi mjini Cologne, ikiwa ni ushahidi wa jinsi hofu zisizo na msingi zilizokuwa kubwa wakati wa mjadala wa ujenzi wake. Maajabu hayakuishia hapo katika msikiti huu. Ajabu lingine ni kwamba huu ni msikiti wa kwanza wa Kijerumani kufanya hotuba kwa lugha ya Kijerumani. Katika hatua hiyo isiyo ya kawaida, msikiti huu ulianza kutoa hotuba za Ijumaa kwa lugha ya Kijerumani badala ya lugha ya Kituruki na Kiarabu pekee. Hii ilikuwa ni sehemu ya mkakati wa kuhakikisha Uislamu unakuwa wazi na kueleweka zaidi kwa jamii nzima ya Ujerumani. Ingawa watu wengi walihofia kuwa msikiti huu ungeleta mgawanyiko, cha kushangaza ni kwamba leo hii unatumika kama kituo cha mazungumzo kati ya dini na tamaduni tofauti.
Wakazi wa Cologne, bila kujali dini zao, mara kwa mara hukusanyika hapa kwa mikutano ya kitamaduni na midahalo kuhusu maelewano ya kijamii. Msikiti huu wa Cologne umebaki kuwa kielelezo cha mchanganyiko wa tamaduni, uvumilivu wa kidini na ushahidi wa jinsi jamii zinavyoweza kushinda hofu zisizo na msingi na kuishi katika mshikamano. Na haya ni maajabu machache kuhusiana na msikiti huu mkubwa uliopo mjini Cologne, ambao ndio msikiti mkubwa, ingawa ni msikiti mkubwa miongoni mwa misikiti minne mikubwa barani Ulaya. Usikose kufuatilia mfululizo wa vipindi hivi. Ni hapa hapa kila siku kupitia TVE Tanzania.